Hello everyone, na karibuni sana kwenye vikao vyetu vya Teams. Nipende kuwakaribisha wote kwenye vikao hivi, na kama tunavyojua huu ni mwendelezo tu wa vikao vingine ambavyo tunakuwaga navyo kila Jumamosi kuanzia saa 4. Kwa hiyo tunawakaribisha wasikilizaji wetu wapya, lakini hata wale wasikilizaji wetu wa kila siku. Kwa hiyo bila kupoteza muda sana, leo mtakuwa na mimi Anastasia Dafi pamoja na mwenzangu Anderson Laurent, na leo tumekuja na topic ambayo nadhani imekuwa pia ni topic ambayo imekuwa
a bit requested na wasikilizaji wetu. Kwa hiyo kama tunavyojua kwamba kwenye soko la hisa kila siku huwa tunaongelea masuala ya kufanya uchambuzi au kufuatilia yale makampuni ambayo yanakuwa yanafanya vizuri, kwa sababu kama tunavyojua kwamba unatakiwa kuweza kufanya uwekezaji ambao unatija kwako, lakini uwekezaji ambao uko very profitable to you as an investor. So the different au kuna vitu tofauti vya kuweza kuangalia kipindi unataka kufanya maamuzi ya uwekezaji. Kwa hiyo kwenye soko la hisa kitu cha msingi ambacho unaweza kuangalia of course ni jinsi hiyo kampuni inavyokuwa inafanya utendaji wake. Kwa hiyo tukaona ni vizuri kuweza kutambua viashiria muhimu katika ripoti za fedha. Kwa hiyo jinsi unavyoweza kuanalyze hizi kampuni obviously is through their financials au ripoti zao za fedha, ambao makampuni ambayo yamekuwa listed kwenye Dar es Salaam Stock Exchange yako obligated kuweza kutoa quarterly results, yani kutoa matokeo yao kila baada ya quarter. Kwa hiyo kwa kutumia zile ripoti za kwa kutumia zile ripoti ambazo wao wanakuwa wanazitoa, inaweza ikatusaidia pia kuweza kuanalyze na kujua financial position of a specific company, lakini kama ni investment ambayo wewe kama mwekezaji unatakiwa kuweza kuiangalia au la. Kwa hiyo of course after every quarter huwa tunafanya sessions, makampuni yanapokuwa yana release their financials, kupata tu a summary or an outlook of how those companies zimeweza kuperform, lakini tukaona pia ni vizuri wewe kama mwekezaji kuweza kuona au kuweza kujua what are the highlights ambazo ni muhimu kuweza kuzizingatia, kwa sababu financials zinaweza ikawa na vitu vingi, lakini kuna vitu ambavyo wewe kama mwekezaji unatakiwa kuweza kuviangalia. Kwa hiyo kwenye presentation yetu leo kutakuwa kuna hizo indicators kwenye financial statement, na tunajua kwamba our market in a different indices au kuna groups za makampuni tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna makampuni ambayo yana fall kwenye banking, finance and investment, lakini kuna makampuni ambayo yana fall kwenye industry and allied, lakini kuna makampuni ambayo yana fall kwenye commercial services. Kwa hiyo each of these companies zitakuwa zina different ways ya wewe kuweza kuangalia au kutakuwa kuna viashiria tofauti katika kila haya makampuni, kwa sababu shughuli ambazo anazifanya zinakuwa ni tofauti, lakini pia sources of income pia zinakuwa ni tofauti. Kwa hiyo even what criteria you'll be looking at will look different. Kwa hiyo kwenye presentation yetu tutakuwa tuna case study ambayo tutatumia banking sector, vitu gani ambavyo unaweza kaangalia au viashiria gani, lakini pia tutaangalia kampuni ambazo zinafall kwenye industry and allied, na pia tutapata kampuni ya telecom ambayo itakuwa ina represent commercial services. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Niwakaribishe sana. Sasa tuweze kupitia ambayo case study yetu itafall NMB, CRDB, TCC pamoja na Vodacom. Kwa hiyo nitamkaribisha ndugu Anderson ambaye he is our research analyst Afazan Securities, ambaye atatuonyesha sasa what are these things ambazo sisi kama wawekezaji tunatakiwa kuviangalia. Karibu Anderson. Asante sana Anastasia. Niwakaribisha sana kuweza kuungana nasi katika session hii muhimu, na kwenye kitu kama hii tutajaribu kutumia mifano kama hapa tumeonesha CRDB na NMB. Hatufanyi comparison, tunajaribu kuonesha hizi indicators, hizi metrics zinakuwa zinamaanisha nini. Inapotoka financial report au financial statement, unapoangalia financial statement unatakiwa kuangalia vitu gani kama mwekezaji ili viweze kukusaidia kufanya maamuzi unapokuwa unataka kuwekeza kwenye hiyo kampuni. Kwa kitu cha kwanza, haya makampuni yana namna tofauti yanavyo operate kwenye masuala ya biashara zake. Kampuni kama CRDB au makampuni ya kibenki ni tofauti na makampuni kama TCC, TBL ambao yenyewe zinakuwa zina product na zina sell kwenye public. Lakini hawa NMB, CRDB na makampuni mengine yote ambayo yapo kwenye bank, mara nyingi wao wenyewe wana accept deposit
lakini zile deposit unapozi accept wana provide loan to the customer. Kwa hiyo tunategemea wana provide loan wanapata faida kiasi gani. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia kitu kimoja. Kwa mfano tuna inapokuja ile financial report inakuwa ina maeneo tofauti. Kitu cha kwanza tunaangalia kwenye ile income statement. Kwenye income statement kutakuwa kuna kitu kinaitwa net interest. Net interest tunazungumzia ni profit ambayo kampuni ina earn kutoka kwenye zile asset related zile asset related asset. Kwa ile faida ambayo inapatikana kama labda inakopesha watu, je, inapata faida kiasi gani? Kwa kama unavyoona kama kwa mfano tuna CRDB hapo inaonyesha 8.2. Kwa hiyo hii ndio faida ambayo inapatikana kutokana na zile asset, na NMB inakuwa ni 12.1, kwa maana inatengeneza faida kutokana na zile asset related activities kama inatoa mkopo. Lakini kitu kingine tukienda kwenye balance sheet au tunasema financial position ya kampuni, kwenye financial position statement utaangalia kuna kitu kinaitwa return on equity. Return on equity mara nyingi hivi vitu labda tulikuwa tukivisikia, lakini tafsiri yake ni kwamba wewe mwekezaji au hata kwenye IPO umma huwa unatoa hela zake unaipa kampuni inaenda kutumia zile hela kwenda kutengeneza faida. Kwa tunajaribu kujiuliza, je, napata faida kiasi gani kutokana na zile fedha za wawekezaji. Kwa tunaangalia net profit tunagawa kwa total equity. Kwa maana yake ikiwa ni kwa mfano hapa 29, unaangalia kuanzia 15 mpaka kuendelea, maana yake hiyo ni kampuni ambayo ni kwamba kwa kila shilingi moja, tuseme labda kwenye 100%, kwa asilimia 100 au kwa shilingi 100 kampuni inazalisha 30%, au kwa shilingi 100 kampuni inazalisha shilingi 29 kutokana na zile hela za wawekezaji au za Man sieht alle AfD-Politiker Menschen auf der Straße an und filmt die. Ja, sie stop, so, right? Kikao kimeshaanza au bado? Tuwasikii. Kimeanza. Hatuwasikii. Imeshaanza, lakini naona sasa kuna changamoto ya network. Network inaona shida. Nasema je, mada yoyote wakishaanza au bado?
ndo alikuwa anaanza, lakini network ikazingua, kwa hiyo bado ndo alikuwa anaanza hapo. Sawa, wamesema saa 4 kamili na kuja dakika Okay, 10, naona hapa dakika tunaweka our screen sawa, maana kidogo screen yetu ilikuwa imepotea. Leo tulikuwa tunajaribu kuelezea kwamba kama ni cost to income ratio, tunaangalia kwamba kampuni kama inatengeneza faida kampuni inatengeneza faida, lakini inatumia gharama kiasi gani kuitengeneza ile faida. Kwa hiyo kama mfano hapo CRDB ana incur cost ya 41.6 kutengeneza faida, labda kama faida ni tuseme 100%, wewe una incur cost ya 41.6, na kwa mujibu wa taarifa ya BOT income to cost ratio inatakiwa ikiwa ikizidi 50%, ile ni mbaya sana, ni mbaya. Kwa hiyo hapa unaonekana kampuni na operate katika mazingira ambayo ni salama kabisa. Kwa hiyo cost sio kubwa na inatengeneza faida kulingana na inatengeneza faida kwa cost kidogo. Lakini pia kwenye hiyo income statement tunaweza tukaangalia kitu kingine, ni profit. Baada ya kutoa zile cost zote, lakini je, profit after tax ni kiwango gani? Na hiyo ni sehemu ambayo ni muhimu katika financial statement kuweza kuiangalia, labda kampuni ni kweli inafanya biashara zake lakini inatengeneza faida. Na kwa sababu kama inatengeneza faida, inawapa confidence watu ambao wanataka kuwekeza. Kama mfano watu ambao wana trade stock zao kwenye secondary market, mtu hawezi kwenda kununua stock ya kampuni kama anaona kampuni inafanya vibaya kwenye biashara zake, itengeneze faida, hawezi kuwa na confidence. Kwa hiyo na hisa yake haiwezi kukua, wala mtu hawezi kupata ile faida anayotegemea. Lakini pia utegemei kwamba utapata gawio kama ambavyo makampuni mengine ambayo yanatengeneza faida yanapatikana. Sababu itakupa nini? Kwa sababu inapata hasara, na huo wanatoa sehemu ya faida kukupa wewe shareholder. Hivyo ni vitu ambavyo tunaweza tukaviangalia kwenye indicator. Lakini vitu vingine tunaangalia kitu kinaitwa asset quality na credit risk. Haya makampuni hasa ni kama nilivyosema ya bank, huwa yanatoa mikopo. Kama inatoa mikopo, tunaangalia kitu kinaitwa non performing loan. Maana yake wanafanya credit assessment. Tunazungumzia zile C5, labda wanafanya credit assessment vizuri, kwamba watu ambao wanawapa zile fedha, ile mikopo, wanaweza kurejesha. Kwa hiyo kwa mujibu wa ripoti ya BOT, non performing loan inatakiwa isizidi 5%. Tunazungumzia hii mikopo chechefu, I think ndio Kiswahili chake, kwamba tunachukua zile non performing loan tunagawa kwa total loan, kwamba wewe umewapa watu mikopo, baada ya siku 90 ile mikopo ambayo haikurejeshwa kugawa kwa jumla ya ile mikopo yote, unapata kiasi gani? Kwa unakuta kama mabenki kama unavyoona CRDB iko 2.8, ambayo ipo chini ya ile 5% ambayo riski ni ndogo, lakini pia ni 2.5. Kwa hiyo ni upande wa non performing loan. Lakini credit risk tunaangalia ile fedha ambazo kampuni huwa inatenga, kwamba huenda watu ambao tuliwakopesha hela wanaweza wasirejeshe. Sasa kama tumewakopesha hela wasirejeshe, kwa hiyo tunatenga tunasema loan provision, loan loss provision, tunagawa kwa loss loan kwa kiwango chote cha mikopo ambacho tumetoa. Tunaangalia tunapata asilimia ngapi.
Hiyo ni kuhusu. Kwa hiyo hiyo inakuwa inapima aina ya cost, credit cost au cost of risk ya kuwakopesha hao watu fedha zako, au hayo makampuni yanapokopesha fedha kwenda kwa wateja wao. Lakini kitu kingine tunaweza kuangalia liquidity na strength. Kwa mfano kama hapo kampuni kama CRDB tulikuwa tukiangalia loan to deposit ratio. Tunaangalia ni kiwango gani, kwa sababu customer wana deposit fedha zao, zile fedha zinakwenda benki huwa inatumia zile fedha kwenda kuwakopesha watu na uweze kutengeneza faida. Kwa hiyo unaona kama CRDB inatumia 84% ya customer deposit kwenda kukopesha watu, manake ina uwezo wa kupata faida kubwa kulingana na zile deposit za customer. Lakini hapa inaweza kupata changamoto kidogo kwa kama changamoto ya liquidity. Inaweza ikapata changamoto ya liquidity kwa sababu inatumia hela deposit kubwa kutoa mikopo. Lakini pia tushaangalia nani performing loan iko chini. Kwa hiyo maana yake ni inaonekana wanafanya assessment vizuri wanapokwenda kuwakopesha au watu ili ndio kutengeneza faida. Lakini kitu kingine tunazungumzia kwa NMB tulikuwa tunajaribu kuangalia liquidity coverage. Kwa mfano kama kampuni inaweza ikapata changamoto au tunasema cash out stress, inaweza kuwa na kiwango gani ikawa liquid kiwango gani kwa siku 30 kama itapata hiyo liquidity stress. Kwa hiyo unapoiona hiyo 155%, manake tukiweka katika ni zaidi ya 100% kwamba kampuni inaweza ikawa liquid kwa siku 30 hata kama kwa siku 30 hata kama itapata cash kwenye ile cash itakuwa inatoa cash zaidi bila kuingiza, ina cash out bila cash in, bado itakuwa liquid kwa siku 30. Kwa hiyo ina kiwango kikubwa cha cash ambacho kinaweza kikamsaidia kwenye operation zake, kwa mfano kama zile operating activities za kampuni kama NMB. Sijui Anastasia unaweza ukachipin au tuendelee? Labda tu ni Anderson, labda ungejaribu kutuambia what is the implication kwamba tunapokuwa tunaona kwamba loan to deposit ratio kwa mfano ya kampuni kama CRDB. Kwanza nadhani wasikilizaji wetu wangependa pia kujua what is the benchmark. BOT ameweka benchmark gani kwamba benki haitakiwi kuweza kukopesha zaidi ya asilimia ngapi ya zile deposit walizokuwa nazo, lakini pia nadhani ni important watu kuweza kujua what is the implication of this. Kama do you think CRDB anavyozidi kuendelea kutoa mikopo mingi compared to the deposit ambazo zipo, do you think it has an implication labda ya yeye kuweza kuwa na liquidity issues as a bank, au do you think it's a good strategy ili waweze kucapitalize kwenye interest income ambayo inaweza ikapatikana kwenye hizi riba za mikopo? Nadhani ingekuwa a bit insightful kama wasikilizaji pia wangeweza kupata hizo details. Asante sana. Kampuni tuliweza kama nilivyoweza kusema hapo awali kwamba ukiwa na 2.8 ya non performing loan, tafsiri yake ni kwamba wewe uwezo wako wa kufanya credit assessment kwa mtu ambaye unakwenda kumkopesha ni mkubwa. Kwa maana yake unaweza kupata zile non performing loan ndogo. Kwa hiyo inajaribu kutoa labda asilimia kubwa ya zile deposit ili uendelee kutengeneza faida, kwa sababu competition kwenye banking sector ni kubwa. Kwa hiyo ni lazima uwe na mikakati ambayo utaiweka ili uendelee kutengeneza faida kama kampuni. Kwa mara nyingi sana tunasema inapofika labda 90% inakuwa ni hatari, unaweza ukapata ile liquidity stress, unaweza ukawa sio tena liquid pale ambapo utakuwa unahitaji fedha kwa mambo mbalimbali kama hizo tunasema operating activities, maana yake utakuwa una cash. Hiyo ndo tafsiri yake.
Lakini tulivyokuwa tunaangalia, tunajaribu kutumia financial statement ambayo ni audited report ya mwaka 2025. Tulikuwa tunaangalia labda loan growth ni kiwango gani cha mkopo kimekuwa kwa kiwango gani ukilinganisha mwaka wa 2024, manake ni year over year. Lakini deposit growth na yenyewe tunaangalia customer wana confidence kuweka deposit zao kwenye haya mabenki. Lakini total asset manake zile asset zote zimeongezeka pia kwenye ukiangalia, je, mwaka uliopita labda kampuni ilikuwa vipi na mwaka huu kampuni iko vipi? Manake kama inakuwa ni faida, asset hiyo ni faida, inazidi kuongezeka. Lakini tunaangalia earning per share, manake unapata faida gani unapata faida kiasi gani kwa kila hisa ya unayomiliki, ndo na yenyewe inaongezeka, kwa sababu kampuni kama inatengeneza faida na number of shares ziko vile vile, maana yake lazima na yenyewe itafanyaje, itaongezeka. Hizo ndo ni vitu ambavyo ni vya muhimu, hasa tunapozungumzia earnings per share, kwamba wewe kama ni shareholder unajua unapata faida kiasi gani kulingana na ile faida inayotengenezwa na kampuni. Lakini kuna hizi metrics. Hizi metrics ni muhimu pia kwenye masuala ya analysis. Hizi haziwezi kutafsiri moja kwa moja kwamba uitumie moja kufanya maamuzi. Ni kama ambavyo unaweza uko hospitali, daktari anatumia kipimo chake labda kupima joto, kujua kama huyu mtu kiwango chake cha joto kiko juu sana au kiko chini. Kwa hiyo tukiwa tunatumia hizi metrics, hatuwezi kutumia moja kufanya maamuzi ya kufanya uwekezaji wa moja kwa moja. Kwa mfano tuna hizi ratios, tuna nini. Kwa hiyo mara nyingi sana kitu ambacho tunatakiwa kukitumia ni ile intrinsic, kutafuta intrinsic value ya kampuni moja kwa moja, kwa sababu kila nani moja inakuwa na weakness zake, kwa sababu kuna some assumption, kuna some nini. Lakini tukianza kuziangalia hizo investment ratios, kwa mfano kama price to earning ratio, maana hapa kinachofanyika kwamba bei ya hisa ni kiasi gani, alafu nagawa kwa earnings. Mara nyingi sana hizi kampuni kama nikikalculate sasa hivi bei ya hisa kwa mfano ya kampuni tuseme CRDB labda imefunga kwa 2800, kwa mtu akija kukalculate tena Jumatatu itakuwa ni tofauti, kwa sababu Jumatatu bei imefanyaje, imebadilika. Kwa mfano tukisema 9.4 bado hii ipo katika range nzuri, tunaweza kusema labda iko undervalued. Lakini vitu ambavyo vya kuzingatia, assume kwa mfano tunachoangalia ni kwamba assume kama wewe unamiliki hisa, itakuhitaji muda kiasi gani? Kama earning yako labda ni moja, labda shilingi moja, itakuhitaji kama muda gani ili kuweza kurejesha ile uwekezaji wako? Kwa mfano hapa kama ni 9, labda kama ni moja kwa kila mwaka, maana yake itakuhitaji miaka 9 uweze kurejesha zile fedha zako ambazo umewekeza kwenye kampuni. Lakini price to book ratio hii inaangalia sana kwenye hizo financial report. Tunaangalia total asset, tunatoa na total liabilities. Kwa hiyo hapa tukiwa tuna total asset, tunatoa na liability, tunagawa kwa number of outstanding share, maana yake tutakuja kupata ile price to book ratio kwa kugawa na yenyewe ina base kwa bei ya hisa kwa wakati huu. Kwa mfano kama jana ilikuwa bei fulani, tukigawa kwa hiyo price to book value ndo tunapata hiyo 2.4 kwa CRDB na hiyo 2.3 kwa NMB. Lakini kuna kitu kingine ambacho tunaangalia ni dividend yield. Inategemea na ile kampuni kama inatoa faida, inatoa gawio au haitoi gawio. Lakini payout ratio hii utaikuta tu kwenye zile financial zao. Payout ratio ya makampuni kama haya huwa sio kubwa, kwa sababu mara nyingi sana haya makampuni yatumia hizo faida kwenda ile faida inayopatikana kuendelea kuongeza kwenye investment ili endelee kutengeneza faida zaidi. Na huwa mara nyingi policy yao payout ratio ni
30 mpaka 35, huwa haizidi hapo mara nyingi sana. Lakini pia tumejaribu kuchip in kuangalia haya makampuni tumejaribu kuangalia ile banking sector, lakini kuna makampuni ya namna tofauti kama sasa alivyokwisha kusema hapo awali. Kuna makampuni ya manufacturing companies, kwa mfano TCC, tuna TBL, tuna Twiga, hayo makampuni yote. Lakini pia tuna telecommunication, kama tuna service companies. Kwa hiyo hapa hatuwezi kutumia mifano yote, tutajaribu kutumia mifano ya makampuni kadhaa, makampuni mawili, hasa kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba case study yetu itakuwa ni kupitia TCC kwa industrial company, lakini telecommunication company tutatumia Vodacom. Na hapa kama tunavyosema business inakuwa ni tofauti. Kama nilivyosema hapo mwanzo, kwa tulikuwa tunaangalia labda interest income, lakini huku TCC ana product zake. Kwa kama ana product zake lazima atakwenda kuzifanyaje, kuziuza. Kama ni hivyo hizo product zake ambazo anazitengeneza atakwenda kuziuza. Akiziuza watu watanunua. Kama watu wananunua, tunaangalia faida kiasi, tunaangalia revenue. Kwa revenue unaonekana hapo imekuwa kwa 11.5%, maana yake ni year over year. Lakini tutaangalia gross margin, tunaangalia operating margin, lakini pia huku tutakuwa maana yake hapo kama ni revenue tunatoa na zile cost, tunapata gross profit, tunakuja kutoa zile cost zote, interest tunatoa amortization, depreciation, ili kuweza kupata ile profit before tax. Then profit before tax tunatoa tax, kwa sababu kwa mujibu wa sheria lazima utoe kodi baada ya kupata ile faida kwa makampuni kama haya. Kwa hiyo ukitengeneza faida lazima watakuchaji kodi. Sasa tunaangalia, je, baada ya kutolewa kodi baada ya kutoa ile kodi unabaki na faida kiasi gani? Na ili uweze kuzijua utaenda hivyo utaenda kwenye income statement ya hayo makampuni husika. Tunajaribu kuangalia pia market positioning ya haya makampuni mawili, hasa TCC lakini pia na Vodacom. Ukiangalia takwimu za TCRA ambazo ina base kwa hawa mitandao ya simu, miongoni ambayo ni Vodacom. Miongoni mwa Vodacom ina 99.5% kama mtoa huduma bora wa mtandao wa simu. Hizo ni takwimu, lakini idadi ya miamala ya M-Pesa ni zaidi ya milioni 252. Kwa hiyo inaonekana mtu akiwa anawekeza kwenye kampuni kama hii ya Vodacom anajua anawekeza katika kampuni ya namna gani. Yeye huyu kwa hapa, yeye ndo leader, anaongoza katika maeneo mbalimbali, na faida ya Vodacom inapatikana. Kwa mfano anatoa ile voice service, anatoa ile message service, anatoa zile data service, kama labda watu wanaunga internet wanafanyaje, na faida yake inapatikana katika mazingira kama hizo fiber. Kwa hiyo huko ndio inapotengeneza faida kwenye hizo product zake au kwenye hizo services zake ambazo anazitoa kampuni kama Vodacom. Lakini kwa mfano kama TCC, yeye ana dominate market kwa zaidi ya 85%. Kwa kama ana dominate market, manake ni uwezekano wake wa kutengeneza faida unaendelea kuwa mkubwa sana, kwa sababu hana competitor wengi, hana competitor kwenye soko. Kwa hiyo maana yake kama hana competitor wengi na yeye ana dominate soko, ataendelea kutengeneza faida na wawekezaji wataendelea kupata faida ile ya uwekezaji wake. Ni sawa na kama alivyo TBL. TBL kwa nchi yetu, yeye ana dominate market kwa zaidi ya 75%, ukilinganisha na wengine ambao wana operate kwenye ile industry moja hiyo kama alivyo yeye TBL. Tunaangalia hapo
cash flow kwa net cash flow kwa TCC ni bilioni 122, Vodacom bilioni 206. Kwa huko hizi naweza kuzipata kwenye cash flow statement. Figure inaweza ikawa kwenye income statement unaweza kuangalia hiyo. Je, kampuni kama inaweza kana tengeneza faida? Ni kweli labda faida inapatikana, lakini je, wanazo cash? Sababu cash ndo inatumika kwenye ile investment activities. Kwa kama kampuni ina cash, manake inaweza kuendelea kufanya nini? Operation mbalimbali. Na huo ndo mwisho wa presentation hii. Nimkaribisha Anastasia kama kuna cha kuongezea, uweze kuongezea ili tuweze kukaribisha maswali labda kutoka kwa wasikilizaji wetu. Okay, asante sana Anderson kwa a very brief but insightful presentation. Kwa naamini mpaka tunapokuwa tumetoka kwenye presentation hii, sisi kama wawekezaji sasa tunaweza tukajiposition na tunaweza tukaelewa zaidi ni vitu gani au viashiria gani ambavyo tunaweza tukaviangalia kabla ya kufanya uwekezaji. Lakini labda tu Anderson, would also like to get a comment from you, like umeweza kuanalyze hizi kampuni mbili. Of course mwanzoni wa presentation alisema kwamba sio kwamba anajaribu kuzicompare au kuzicompete, lakini nadhani pia wawekezaji wangeweza kupata a comment kuweza kujua what's your view ukiangalia hizi data. Kwa mfano ukiangalia hizo deposit growth, lakini ukiangalia earnings per share, lakini ukiangalia factors nyingine kama liquidity ya haya makampuni mawili, how would you comment kwenye upande wa sasa, ukiangalia kwenye perspective ya investor, how would you comment kwenye haya makampuni mawili? Asante. Kwa mtu ambaye anawekeza, kama nilivyosema mwanzo kwamba tunapokuwa tuna analyze hizi indicator au hizi metrics, mara nyingi sana siwezi kutumia metrics moja kufanya maamuzi. Watu tunapenda kutumia calculate intrinsic value, thamani halisi ya kampuni, japokuwa na yenyewe inaweza ikapata changamoto, lakini hiyo ndio inaonekana ni the best kufanya analysis ili uweze kufanya maamuzi sahihi kwenye kuwekeza. Mwekezaji anapowekeza kwenye makampuni kama haya, ni makampuni kwanza ambayo yanatengeneza faida kubwa, lakini pia unavyozungumzia NMB na CRDB ndio yana dominate market. Kwa banking sector wao wana dominate zaidi ya 50%. Asset ile total asset wao ndio wana dominate kwenye nchi yetu. Nakuta CRDB ni zaidi ya 29% na NMB ni kama kwenye 25%. Kwa hiyo ni makampuni ambayo wanafanya vizuri katika maeneo tofauti, japokuwa labda kwa mwaka huu, kwa mwaka wa fedha wa 2025, wawekezaji unaweza kawa hawakupata ile faida kubwa ya gawio ukikompea kwa sasa hivi na NMB, kwa sababu labda kampuni ina policy zake, kama nilivyosema kwamba sera yao ni kutoa gawio ambayo yalizidi 30% mpaka 35%. Kwa miaka mingi wanalenga humo, lakini makampuni ambayo yanafanya vizuri kwa mwekezaji ambaye anawekeza katika sehemu sahihi, na kama inatengeneza faida pia inaendelea kuwapa confidence wa wawekezaji waendelee kununua hizo share, na price ya share inaendelea kupanda. Ikipanda maana yake ni faida, unapata capital appreciation. Tuliona kwa mfano NMB kipindi ambacho hajatangaza gawio, bei yake ilikuwa 13, lakini baada ya kutangaza gawio imefika mpaka kuna highest price ilifika mpaka 15,000. Sasa hivi ipo katika 14,900. Unaona, kwa mtu ambaye alinunua labda katika kipindi kile ambacho wanatangaza ile kwamba watatoa hilo gawio, mtu atakuwa ametengeneza faida kubwa hata ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu kampuni imetengeneza faida, baada ya kutengeneza faida imetoa gawio na watu wameridhika nalo hilo gawio ambalo limetolewa. Wakati mwingine hizi sentiment, kama nilivyosema kwamba sentiment investor sasa hivi watu wanaelewa
tunapofanya hizi session, watu mbalimbali wanapotoa elimu, watu wanaweza kuelewa kwamba hili gawio unaponipa labda shilingi 90, je, natakiwa kuangalia ile hela shilingi 90 au nitakiwa niangalie ile hili ni kiasi gani? Kwa watu wanapoangalia wanajua hii hapa ni kubwa, ngoja nipambane kununua hisa. Kwa haya ni makampuni ambayo performance yake ni nzuri katika maeneo mengi, anafanya vizuri. Kwa hiyo mtu anaponunua stock hananunua stock katika eneo sahihi, japokuwa unaweza kukuta labda price imekuwa kwa kiwango kulingana zaidi ya zile thamani yake halisi, lakini kwa mtu ambaye anawekeza akiwa na malengo ya muda mrefu, ni maeneo sahihi ya kufanya uwekezaji kwa makampuni hayo mawili kulingana na taarifa zake za kifedha, kwa sababu kama nilivyosema, kama kwa wawekezaji wana namna tofauti. Kuna watu ambao wa technical investor au technical trader. Kwa upande wa financial inafanya vizuri ukilingana na ukiangalia hizi metrics. Sawa, tunamshukuru sana Anderson. I think imekuwa very useful also kwa wasikilizaji kuweza kupata, lakini ameongelea kitu muhimu kwamba ni vitu kadha wa kadha ambavyo tunatakiwa tuviangalie, na of course kama technical investor or technical trader you should also consider factor ya market sentiment, kwa sababu ameongelea also masuala ya dividend yield, kwamba magawio yanaweza yakatoka lakini yakaonekana kuwa a bit unattractive kwa sababu ya the increase in share price kwenye market. Basi bila kupoteza muda, tunapenda kukaribisha maswali au maoni kwa wasikilizaji wetu. Kwa hiyo kama you have anything to add, tafadhali nyoosha mkono na tutaweza kukuchagua. Kabla watu hawajaendelea, hawajauliza swali, kwa wawekezaji wanaowekeza DSE kama kampuni, DSE imetoa taarifa kwamba board of director imetoa gawio imedeclare gawio la shilingi 69 kwa kila hisa. Kwa hiyo ni taarifa, ni corporate action ambayo imetoka jana. Kwa hiyo wawekezaji ambao wamenunua hisa ya DSE, hiyo ni good news kama kampuni imepata faida na imeamua kutoa gawio la shilingi 99 kwa kila hisa. Okay, asante Anderson for the corporate action news. Nadhani tayari kuna mkono kutoka kwa Isaria Mwende. Karibu sana Mr. Isaria, please unmute your mic. Asante sana Anastasia. Mimi nina mapendekezo kwenye hiyo presentation. Nashukuru kwa presentation nzuri, na ni kitu ambacho wewe mwenyewe pia ulikiobserve kwamba hizi table alizochora hazina benchmarks. Kwa hiyo inakutuia sisi ambao si wataalamu kwenye hilo eneo kutumia hizo figure kufanya decision, lakini angetuwekea benchmarks zingetusaidia kuona kwamba hapa iko umbali kiasi gani kutoka kwenye hizo benchmarks ambazo zimewekwa. Asante. Thank you so much Mr. Isaria. Nadhani ni kitu ambacho tutakifanyia kazi. It's a good observation and we have taken note of that. Tunaona mkono mwingine kutoka kwa Eddie. Karibu Eddie. Nashukuru sana na asanteni sana kwa presentation nzuri. Nilikuwa na swali moja, lakini la kwanza ni maoni kwenye hiyo. Ninachokumbuka vizuri cost income ratio ya NMB ni 38. Sidhani kama ni 58. Kama nitakuwa nakosea mtarekebisha kwenye hapo. Ni 38. Kwa 58 nadhani benchmark ya 55% ya BOT na walikuwa hawana haki ya kutoa gawio. Lakini la pili, sidhani kama kwenye mzungumzaji amesema mwishoni hapa DSE, sidhani kama ni la kutoa pongezi. Nadhani DSE gawio alifika mpaka 145. Nashuka 125.5. Sasa hivi kwenye 69.
kama punguzo la 45% ukilinganisha na gawio lililopita. Kama inawezekana mkatuambia shida ni nini, kwa nini gawio linazidi kuporomoka la DSC? Wanabana matumizi kukuza biashara zaidi, lakini nikifahamu vizuri kwa mwaka 2025 kwa 26 kwa DSC kumekuwa kuna mafanikio makubwa zaidi, hata ufunguaji wa CDS account, participation ya soko na nini, mambo yamekuwa very wonderful. Lakini gawio lao wenyewe linazidi kufanyaje? Linazidi kuporomoka na linazidi kupungua. Yield kama ya almost 1%. Shida ni nini kwa DSC? Kwa nini gawio linazidi kupungua? Nashukuru sana. Mr. Eddie, kama hautojali tunaomba urudie swali la kwanza kwa sababu kidogo tulikuwa tunapata changamoto kwenye kusikia. Kwenye kwanza sio swali, ni hiyo cost to income ratio ya NMB. I think ni 38 and not 58 kama niko vizuri. Asante sana, nimekupata. Tulikuwa tunajaribu kuangalia, tunaweza kuwa tumekosea labda kuziweka zile figure, lakini lengo kubwa tulikuwa tunataka kumuonesha msikilizaji wetu kwamba tunachokianalyze ni kitu gani. Kwa hiyo huenda ni kweli unachokisema ni sahihi, tunaweza tukajaribu tena kufanya kupitia kwenye hesabu ili tuweze kuwa tuna figure sahihi. Lakini kusana issue ya DSC, ni kweli kwamba DSC mwaka 2024 alitoa gawio la shilingi 125 kama taarifa zangu kama sijakosea, lakini pia na mwaka wa nyuma 2023 alitoa 145. Kwa hiyo performance yake imeonekana ilikuwa inaenda hivyo, lakini mwaka huu imeshuka mpaka shilingi 69. Na ulisema kwamba mwaka huu ukiangalia performance kwenye soko la hisa imekuwa ni kubwa, lakini mwaka huu wa kifedha labda tuangalie mwakani kipindi kama hiki. Kwa hiyo tutampima labda kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka labda mwakani atakuwa ametoa gawio kiasi gani. Ni kweli labda imeshuka, na tutajaribu kufanya analysis kuangalia kwenye ile taarifa zake za kifedha ziko vipi, sababu hizi ni taarifa ambazo manake ni mwaka jana mpaka mwaka huu. Kwa hiyo tutajaribu kuifanyia kazi ili tuweze kujua changamoto kubwa ni nini. Asante sana, nitakuwa nimekujibu. Yes, nashukuru sana. Namkaribisha Gabriel Mwasapi aweze kuuliza swali lake. Asante mapresenta wote kwa presentation nzuri. Mimi swali langu nilikuwa tu nauliza, je, kuna taarifa yote kuhusu share split za NMB? Ni hilo tu. Asante sana Mr. Gabriel. Kuna ni taarifa ambayo ilikuwepo, lakini haijawa official kwamba NMB kwa sababu labda hisa yake imekuwa kubwa, imekuwa bei kubwa, kwa hiyo utafanya stock split, lakini sio taarifa ambayo ni official. Kwa hiyo itakapo wakitoa taarifa rasmi na kwenye platform zetu kama Zani Securities mtaweza kuzipata, na kwa hiyo tunaendelea kusubiria hiyo taarifa kama itakuwepo, na ninyi mtaweza kuipokea hiyo taarifa kwenye tukipata taarifa sahihi, lakini kwa sasa hivi bado sio taarifa ambayo tunaweza tukaidhibitisha kama Zani Securities. Sawa. Karibu Mr. James Mshana. Nashukuru sana dada Ana, nashukuru pia kwa viongozi wengine wa Zani Securities ambao mmekuwa mkitupatia masomo jinsi ya kuweza kuendeleza uwekezaji wetu na namna ambavyo tunaweza kunufaika na soko la hisa la Dar es Salaam. Swali langu ni kwamba kabla ya swali ni kwamba ni kama tunavyojua kwamba kwenye BOT wameweka hizo benchmark labda kwenye cost to income ratio and labda non performing loans, kwamba
zikizidi asilimia fulani, labda kampuni haitakiwi kutoa gawio. Je, swali langu sasa linakuja ni kwamba kampuni ikizidi benchmark ya kwenye loan deposit ratio, ni nini ambacho kinaweza kutokea kama endapo loan deposit ratio itavuka benchmark ambayo labda imependekezwa? Japo uliuliza benchmark ya loan deposit ratio, lakini nafikiri sijui kama nilisikia vizuri au sijasikia vizuri kwamba ilitajwa basi, lakini nafikiri labda nimeeleweka. Asante. Okay, asante kwa swali. Kwa hiyo Anderson aliweza kuelezea kwamba loan to deposit ratio ambayo imekuwa set na BOT kwenye haya mabenki ni 90%. Kwa hiyo taasisi ya kifedha au benki haitakiwi kuweza kutoa zaidi ya 90% ya deposit ambazo zipo kama mikopo. Of course hii ni kuweza kusafeguard, kuhakikisha kwamba bado kampuni au benki bado inakuwa ina liquidity. Kwa hiyo among the question ambayo pia niliweza kumchallenge Anderson kipindi ana present ni kwamba what are the implications of this. Lakini implication ya loan to deposit ratio kuweza kuexceed ile threshold ambayo BOT ameiweka, of course the clear implication inaweza ikawa kwamba kunaweza kukawa kuna problems za liquidity, kwa sababu inamaanisha kwamba benki itakuwa inatoa mikopo zaidi ya zile deposits ambazo zimekuwa deposited na wateja wa benki, kwa sababu kama tunavyojua ni kwamba zile deposit ndo ambazo zinatumika kuenda kutoa mikopo, then wana generate hiyo interest income ambayo ni among the largest source of income ya haya mabenki. Kwa hiyo the clear reason au kitu ambacho kiko clear ni kwamba kampuni ikizidi au ikitoa mikopo zaidi ya zile deposit itaanza kuface liquidity issues. Kwa hiyo utakuta kama unataka kutoa kiasi fulani cha pesa inaweza ikawa a bit of a struggle, kwa sababu benki nayo inakuwa haina liquidity. Lakini of course hii tumekuja kuona kwamba imekuja kuwa compensated na the fact kwamba madeni chechefu au non-performing loans pia zimeweza kuwa kwenye levels ambazo ziko controllable, kwamba hata kama mikopo inatolewa mingi, na tumeona of course loan to deposit ratio ya CRDB imeendelea kuwa juu kidogo compared hata to NMB, wamekuwa very aggressive kwenye kuutilize the deposits ambazo zinawekwa kutoa mikopo, na ndo maana pia wameendelea kuwa a very fast growing bank. Kwa hiyo tukiangalia sasa madeni chechefu ambayo hizi ni non-performing loans zinaendelea kuwa contained kwenye levels ambazo bado ni nzuri. Kwa hiyo inamaanisha hata kama benki imejikita kwenye kutoa mikopo mingi kutumia ile deposit, bado mikopo hii inaweza kulipwa kwa wakati. Na of course tukiangalia kwenye monetary policy meeting au kamati ambazo zilikaa, credit zimeendelea kuongezeka, kwamba private sector zinakopa kwa wingi, lakini hata kama zinakopa kwa wingi mikopo hii inaweza kurudishwa kwa wakati. Kwa hiyo inaonyesha kwamba mikopo inatolewa kwa wingi, lakini mikopo hii inaweza kulipwa. Of course benki inaendelea kufanya strategies mbalimbali kuhakikisha kwamba wana analyze vizuri kabla hawajatoa hii mikopo. Kwa hiyo it's a good strategy for a bank kuweza kuutilize the deposit kutoa mikopo ili ku increase their interest income, lakini with caution, kwa sababu ndo maana hata tunaona kwamba kumekuwa kuna punguzo kwenye hizi non-performing loans au madeni chechefu. Kama Anderson anacha kuongeza. Lakini pia si kwamba hizi tunapokuwa tunasema hizi metrics kwamba kuanzia labda asilimia fulani mpaka asilimia fulani zinakuwa ni benchmark zazo, ni zile study tu zinakuwa zinaonyesha namna gani kwamba labda kampuni ikifika hapa mpaka hapa inaweza ikawa na changamoto kiasi gani. Kwa hiyo inaweza ikawa sio benchmark kama unavyosema non-performing loan BOT wana set standard ifike hapa, na si kila metrics kwamba BOT wanapata set. Hapana, kama mfano unavyosema price to earning ratio kwamba ikiwa mwisho ukifika 9 labda mpaka 15 tunaipima katika class C, ikiwa hii tunaipima katika class C. Kwa hiyo tunakuwa tunaangalia labda hapa ni namna gani naweza nikapata
faida kwa kulingana na hiki ninachowekeza. Kwa hiyo si kila hiki tunachokizungumza ni benchmark wameseti BOT, hapana, japokuwa kuna nyingine wameseti, na ndio maana ukiangalia kwa taarifa za BOT oni hapo ambao wanatoa taarifa kwa average, ukiangalia non performing loan kwa banking sector walitoa taarifa ilikuwa 3.4, na hizi non performing loan unakuta ziko asilimia non performing loan 3%, lakini gross to cost to income ratio ni 48%, ni average kwa makampuni yote, ambao pia bado banking sector iko vizuri. Kama ambavyo tumesema, labda ikizidi 50% ndio inaweza ikawa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo ukiangalia hata na on average, ukiangalia na kampuni moja bado yapo katika mazingira mazuri, kwamba cost inakuwa sio kubwa. Asante Anderson. Swali pia kutoka kwa Matthias Charles. Matthias Charles, kama utakuwa na swali, please unmute your mic. Haya, kwanza nianze kushukuru kwa good presentation, na sisi imetupatia mwanga hata sisi wawekezaji ambao tunaingia kwenye hii industry ya uwekezaji. Nilitaka kujua nini kina determine kati ya share price na dividend value. Kwa mfano unaweza kukuta kampuni share yake ni shilingi 10,000, lakini kwenye dividend ni shilingi 1,000, mathalan ni TTC. Lakini unakuta nyingine kampuni share yake ni 14,000, 15,000, lakini dividend yake ni shilingi 200, 600 humu. Na is there any scale pengine labda BOT inaonyesha kwamba kwa kulingana na interval hii ya bei ya share, basi na dividend yake iwe hivi? Asante. Asante sana Mr. Matthias. Kwa kweli kuhusiana na swala la dividend payout, hakuna policy yoyote ambayo inasetiwa na BOT au na taasisi yoyote ya serikali kwamba lazima kiwango chako cha gawio kiwe kiwango hiki. Hapana, ni maamuzi yanayofanywa na board of director. Board of director wanapokaa wanaangalia kampuni imetengeneza faida kiasi gani, na malengo yetu kama kampuni ili tuweze kuendelea na operation zetu tunahitaji fedha kiasi gani. Tunazungumzia kwa mfano zile retained earning ambazo zinatumika kwenda kuwekeza na kuendelea kampuni endelee kutengeneza faida, iendelee kujimarisha zaidi. Kwa wao board of director wanaamua kwamba tuna declare labda shilingi 1,000 au tuna declare shilingi 600, alafu nyie shareholders wanapokwenda kwenye AGM ndo wao ndo watasema, watakubali kwamba hii ni kweli 600 au hatutaki. Kwa hiyo hakuna sheria au hakuna sera yoyote ya benki kuu au taasisi yoyote ya serikali ambayo ina limit kampuni kwenye kutoa gawio. Labda Anastasia una? Yeah, I think Anderson amejibu vizuri, lakini kwenye upande wa share price, of course share price kwenye market zinakuwa determined na demand and supply. Kwa hiyo unaweza ukakuta kama kuna kampuni ambazo all of a sudden bei zake tu zinaanza kupanda, unaweza ukakuta kwa sababu kuna demand nyingi alafu labda kuna limited supply. Kwa hiyo price zinapo move kwenye market inaweza ikawa kidogo tofauti na gawio ambalo wawekezaji wanaweza wakawa na expect kwenye hiyo kwenye hiyo specific counter. Kwa hiyo inaweza ikawa kampuni imetengeneza faida ambayo ni kidogo, kwa hiyo wakitoa gawio pia litakuwa ni kidogo, lakini kwa sababu inakuwa traded sana kwenye market na price yake imekuwa high, unaweza ukashangaa price ni kubwa lakini gawio ni dogo. Kwa hiyo gawio strictly linakuwa kutokana na ile profit ambayo kampuni imetengeneza, na dividend policy kama Anderson anavyosema inakuwa set na board of directors, lakini price ya kampuni au share price ya kampuni inakuwa determined na factors za demand and supply
kwenye market. That's why tunaona kuna accountants zingine ambazo zinaweza zikawa haziperform vizuri sana financial, lakini price zake zinapanda kwa sababu watu wanakuwa wanazidemand kwa wingi sana, na unaweza ukawa labda kukuta kuna shortage of supply, hivyo ina prompt demand wale wanao demand kuweza kuweka more attractive prices ili kuweza kuzipurchase hizo hisa. Kwa hiyo ni vitu vile ambavyo nadhani kila kimoja kinajitegemea. Naona hamna maswali, sijaona kama bado kuna mkono ambao umekuwa raised. Kwa hiyo kama Lawrence, naona kuna mkono kutoka kwa Lawrence, karibu. Asante. Nashukuru. Mimi kidogo nilichelewa, kulikuwa na mvua huko, lakini nataka kuuliza kitu kwa sababu mada yenu inahusu criteria za kununua hisa ambazo mwekezaji anatakiwa azizingatie. Sasa nataka kuuliza nyinyi kama brokers, will you discourage a company that has bad financial statistics, kwamba mngeshauri wateja, wawekezaji wasinunue? Okay, asante kwa swali. Yes, kama nitakuwa nimepata swali lako, essence ya hii presentation ilikuwa ni kumsaidia mwekezaji kuweza kujua ni vitu gani ambavyo anatakiwa kuweza kuviangalia kipindi ambapo haya makampuni yanatoa financials zake. Kwa hiyo labda hapa sasa hivi ukipewa financials ya CRDB, wewe kama mwekezaji wa CRDB au any other company, let it be Voda, let it be Swiss, ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuviangalia ili viweze kukuprompt wewe kufanya decision making, either to hold that share au that counter au kuweza kuiuza au ni muda labda wa kununua zaidi, unaona. Kwa hiyo presentation ilikuwa ina focus kuweza kuonyesha maeneo gani ambayo unaweza kuiangalia, ndo Anderson akaweza kugusa vitu kadha wa kadha kama net profit margins, net interest income kwenye upande wa mabenki na kadhalika. Kwa hiyo ndo presentation ilizokuwa ina aim, na sisi kama investment advisor, of course hatuwezi tukakushauri kuwekeza kwenye kampuni ambayo ina face financial problems au inafanya vibaya financially. Kwa hiyo sisi tuna encourage au tunashauri tu yale makampuni ambayo tunaona yana sound financial position na yanafanya vizuri, yanafanya vizuri kwenye vitabu vyake, kwa sababu we can't only base kwenye performance ya kampuni kwenye stock market tuka leave out the fact kwamba labda kampuni hiyo inafanya vibaya au ina record losses. Kwa hiyo strictly tuna advise tu yale makampuni ambayo yanakuwa yanafanya vizuri, kwa sababu at the end of the day wewe kama mwekezaji hauwezi ukaopt kuwekeza kwenye kampuni ambayo financially inafanya vibaya. Hauwezi ukaangalia okay, this company is making losses alafu ukataka kununua from that company. Kwa hiyo sisi tunashauri kwenye makampuni ambayo yanafanya vizuri financially, makampuni ambayo yanaonyesha prospects za kuweza pia kukua kwenye the coming years. Hayo ndo makampuni ambayo mostly tunakuwa generally tunakuwa tuna recommend wawekezaji kuweza kuwekeza. Labda swali la mwisho kutoka kwa Isaria before we close our session. Asante sana Anastasia. Mimi ninarudi kwenye argument yangu ya mwanzo, na muomba presenter kama ataweza kuongeza zile benchmark kwenye hizo form, alafu hii presentation yake tukaweza kuipata kupitia kwenye ukurasa ule wa WhatsApp. Hilo ndio ombi langu. Asante. Okay, sawa Mr. Isaria. Nadhani Anderson amesha sikia na tutaweza kulifanyia kazi and tutashare presentation yetu tutashare presentation yetu kwenye platform zetu. Yes, lakini ni kuendelea pia kuwakumbusha kuendelea kufungua account
kufungua account za uwekezaji upande wa Timiza, lakini pia upande wa shares, lakini pia upande wa BOT. Na kwa wiki inayokuja kutakuwa kuna mnada wa hatifungani ya miaka 10 ambayo hii itakuwa ni reopening ya ile bond 699 ambayo inatoa 10.5% per annum. Kwa hiyo tunawakaribisha wawekezaji ambao wangetaka pia kuparticipate kwenye huu mnada waweze kuwasiliana na sisi, ili kama hujafungua account uweze pia kufungua account na ili uweze kuparticipate kwenye mnada huu. Labda closing comment kutoka kwa Johnson and then tutakuwa tumemaliza kwa siku yetu ya leo. Yes, hapo unanisikia? Yes. Ya, sasa kuna mwekezaji alikuwa ameuliza kwamba kuhusiana na dividends hizi, zinakuwa kampuni hii inatoa dividends kubwa, nyingine inatoa dividends ndogo. Sasa ku finalize tu kumalizia ni kwamba bei ya dividends kama dividend isikutie wasiwasi au isikupe pressure ndugu mwekezaji, kwa sababu bei inaweza ikawa kubwa lakini yield inaweza ikawa ndogo. Unaweza kuona kampuni X inatoa 500, inatoa 1000, nyingine inatoa shilingi 90, lakini ukuta yield ya shilingi 90 inaweza ikawa kubwa kuliko ile ya 500. Sasa wewe ukiwa unaona dividends imetangaza na kampuni fulani au wewe umewekeza, kitu rahisi ili kujua dividend yield yako hiyo dividend ni kubwa au ndogo, kitu kirahisi kabisa, fanya zoezi moja tu. Unachukua ili kupata dividend yield, utachukua gawio kwa kila hisa, gawio lilotangaza hiyo kampuni, unasema ni shilingi 90 au shilingi 69, alafu utagawanya kwa bei ya hisa sokoni wakati wanatangaza gawio, alafu utazidisha na 100, alafu utapata sasa hizo asilimia ambazo utaziona. Sasa hiyo percent utakopa, hiyo namba utakopata hapo ndio tuje kuangalia. Sasa mfano ukichukua dividend ya CRDB, ya NMB, ya kampuni fulani, utaona sasa hapo utaje kujua kwamba idadi ya au bei ya hiyo dividend iliyotangaza, je, yield yake ni kubwa au ni ndogo? Hiyo itakusaidia sana kuliko kuangalia tu 500, 1000 shilingi ngapi. Hizo bei inaweza kawa kubwa lakini yield ikawa ndogo. Kwa kumaliza tu kuna kufinalize kwa hapo kwa yule ambao anaweza kuhusu bei za dividends kwa zinapungua, zinakuwa zinashuka. Sawa, shukrani sana. Asante sana Johnson kwa that comment, na nadhani ni kitu cha muhimu, ndio maana most of the times tukifanya presentation lazima tugusie masuala ya yield. Kwa hiyo utasikia very commonly tunasema dividend yield, au hata tukiongelea bonds pia tutaongelea masuala ya yield. Kwa hiyo wewe kama mwekezaji ni kitu ambacho unatakiwa kukiconsider. Kwa hiyo labda tupate tu closing remarks kutoka kwa Anderson and then tutakuwa done for today. Tunawakaribisha pia wiki ijayo. Mimi sina cha ziada cha kusema zaidi ya watu kuendelea kutembelea platform zetu kama Zen Securities. Kwa watu ambao labda kama wana changamoto yoyote unaweza kupiga simu kwa 0750 011 250, au kama una changamoto pia unaweza kututumia ujumbe WhatsApp kwa namba ya 07 kama inavyoonekana hapo kwenye screen, 0756 111 888. Lakini pia tupo kwenye WhatsApp groups, WhatsApp channels, huko kote utapata taarifa mbalimbali, hasa hao ambao wanahitaji kupata taarifa ya gawio la DSE. Pia tutatoa kwenye platform zetu kwa siku ya leo, kwa kila mtu ataweza kuona, na hiyo ambayo ameomba Mr. Salia tutaweza kushare na ninyi, kila mtu ataweza kuona na ili aweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Asante. Bwana Anastasia aweze kuclose. Yeah, thank you so much. Tunawashukuru kwa kushiriki na tukutane wiki ijayo. Tunaomba muipandishe YouTube. Sawa, tutaifanyia kazi. Thank you. Thank you.